Tumepata taarifa hizi jana usiku na nashukuru sana wenzetu wilaya wamekuja mapema, wameweza kufanya tathmini ya athari iliyopatikana. Mvua kama tulivyoambiwa imenyesha kwa masaa mawili, lakini ilikuwa mvua kubwa sana na upepo mkali na imeleta madhara makubwa sana. Mtakumbuka tu ni hivi majuzi Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alikuja hapa mkoani kwetu na alizunguka katika wilaya zote ikiwemo wilaya yetu hii ya Handeni. Na katika mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yameelezwa ni pamoja na changamoto ya migogoro ya ardhi na hivyo. Kwa hivyo wiki hii kazi kubwa ilikuwa ni kuja kumaliza yale mapengo ya kukamilisha mgogoro ule. Lakini kabla tujaanza hapo tumepata athari ya mafuriko. Kama mkoa tayari tumekushatoa taarifa kwa wenzetu wa Red Cross. Lakini vile vile mtajua kwamba masuala ya maafa yako chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Tumekuja hapa kamati ya maafa ya mkoa, lakini vile vile mratibu anashughulika na maafa katika ofisi ya mkuu wa mkoa kuangalia madhara yaliyopatikana, kufanya tathmini na hatimaye kupeleka barua mapema leo hii ili kuona jinsi gani ambapo wenzetu watatusaidia, lakini na sisi wenyewe kama mkoa tunaenda kuangalia rasilimali gani tulizonazo ili kuweza kuhakikisha watu shughuli zao zinaanza kazi mapema. Tunajua kama taasisi hizi za serikali kesho Jumatatu kazi zinatakiwa ziendelee, lakini mahakama pia kazi inatakiwa iendelee. Tunawashukuru wenzetu wa TARURA, daraja ni intact. Kilicho megwa ni barabara ambayo inaunganisha daraja kutokana na miti kuziba vipenyo vile vikubwa kabisa vya daraja na hatimaye kuanza kula udongo ulio pembeni. Sasa tumewaelekeza kwamba na wenyewe wajipange kuhakikisha kwamba huduma ya usafiri unarudi. Kuna maeneo ambapo umeme umekatika. TANESCO, REA na wenyewe tumewaelekeza waje mapema kabisa. Kuanzia sasa watu waje waanze kuzirudisha hizi nyaya. Tunachotaka shughuli hizi ziendelee, lakini tuanze kujipanga. Tunajua mvua hizi ndo kwanza zimeanza. Zitakuja mvua nyingi zaidi. Tuanze kupanda miti. Maeneo ambapo yamenusurika ni maeneo ambapo kulikuwa kuna miti. Kwa hivyo vitalu DC Halmashauri walete vitalu waanzisha hapa kwanza bustani vitalu vya miti. Miti ipandwe kwa wingi wake. Itatusaidia sana kama sio leo kesho au kesho kutwa. Lakini vile vile tuone sasa jinsi gani ya kuweza kurudisha haya mapaa katika hali ambayo tutafanya kwa kutumia misumari ya kutosha ili hata ikitokea upepo wa aina gani iweze kawa imara zaidi. Kwa hivyo sisi hatutakao kuwa na muda mwingi kwa sababu kama taarifa kama hii inatakiwa iende kabla ya masaa 24. Na bahati nzuri mlitupa mapema, kwa hivyo kabla ya saa 12 hii taarifa inatakiwa wameshapata Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini na ofisi ya Msalaba Mwekundu Red Cross na wenyewe wanatakiwa waweze kupata ili taratibu za dharura zifanyike za kuweza kuwafanya watu waliopata madhara waweze kuishi. Magodoro yameroana sana, hawezi kutumia tena mablanketi, lakini vile vile vyakula. Tutaona jinsi gani ambavyo tutaweza kusaidia sio tu walioko kwenye mradi, lakini hata wananchi wa kawaida ambao na wenyewe wameathirika kama ambavyo tumeelezwa na Mheshimiwa DC kwamba na wenyewe nyumba zao zimezuiliwa, lakini na madhara yamepatikana. Naomba nitoe pole nyingi sana kwa wote ambao wamepata kadhia hii, lakini kama mnavyojua mabadiliko ya tabia nchi yanakuja na madhara mengi. Na sisi wajibu wetu sasa ni kuhakikisha tunarudisha uoto wa asili. Miti tusikate ovyo, tuwe ni wa kupanda zaidi. Kata mti mmoja, panda miti 10. Tuhakikishe kwamba tunaweka hali ambayo hata ukija upepo tuna vitu vya kuzuia. Najua upepo umechukua na miti ambayo ilikuwa goigoi ambayo haikuwa haijasimama imara. Imara imebaki, lakini ile miti mingine imetoka. Kwa hivyo tukipanda miti mingi hata ikileta madhara hatutapata madhara makubwa sana. Majina naitwa Salum Nyamwese, mkuu wa wilaya ya Handeni. Leo ndugu waandishi wa habari, tuko hapa katika kijiji chetu cha Msomera ambao kiko katika tarafa yetu ya Sindeni katika kata hii ya Misima wilayani Handeni kuja kufanya tathmini ya madhara ambayo yamepatikana kutokana na mvua iliyonyesha siku ya jana usiku. Ilikuwa ni mvua ya takriban masaa mawili usiku kuanzia saa 1 mpaka kwenye saa 2:30 3, lakini ni mvua ambayo iliambatana na upepo mkali ambao umeleta madhara kwa wananchi ikiwemo kuezua mapaa ya nyumba, lakini pia mvua ile ilikuwa kubwa, imeweza kusababisha pia mafuriko kwenye baadhi ya nyumba za wakazi. Lakini pia pamoja na timu ya halmashauri tumeweza kufanya tathmini na kupata kwamba jumla ya nyumba 92 zimeathirika, ambapo kuna kuezuliwa mapaa
kuna nyumba zimezingirwa na maji ambapo maisha pale sasa hivi inakuwa ni hatarishi watu kuishi kwa sababu zimeingiwa na maji, lakini nyingine zimeathirika, vyoo vimebomoka na majiko. Lakini pia tuna madaraja matatu. Haya madaraja kwa sababu ya mvua ilivyokuwa kali, ina upepo mkali, imeambatana na kwenda kung'oa miti na visiki ambayo ilienda kuzuia yale madaraja kupitisha maji. Kwa hiyo maji yakatafuta upenyo pembeni mwa daraja. Kwa hiyo ni zile barabara ambazo zilikuwa zinaunganisha madaraja ndio zimeweza kuathiriwa takriban kwenye madaraja yetu matatu. Lakini pia taasisi za umma ambazo zimeguswa, tuna mahakama yetu ya mwanzo, jengo hilo limezuliwa, lakini tuna kituo cha afya cha Msomera, tuna jiko katika shule ya sekondari Msomera, lakini pia katika taasisi za dini makanisa matatu yameweza kupata madhara ya mvua hiyo ikiwemo kuezuliwa kwa mapaa. Lakini tuna mabwawa yetu mawili, bwawa la Msomera na bwawa la Mnunduzi. Mabwawa haya njia yake ile ya utoro wa maji na yenyewe imeathirika baada ya maji kuzidia. Kwa hiyo tumefanya tathmini na tumeona tuna uhitaji kwa wananchi wetu ili kuweza kuwapatia msaada wa haraka, tukihitaji mabati takriban mabati 1000 kwa ajili ya kurudisha hali ya mapaa kama ilivyokuwa awali. Lakini na misaada mingine tutahitaji kama magodoro, blanketi, ndoo za maji na chakula, kwa sababu wale wengine ambao wamezingirwa na maji mpaka ndani imeathiri mpaka akiba yao ya chakula. Kwa majina naitwa Johannes Tiamasi, mwenyekiti wa kijiji cha Msomera. Tuko hapa kwa sababu angalia madhara na changamoto ambazo zimetokana na mvua ambayo imenyesha jana kuanzia saa 1 muda wa masaa mawili. Mvua hiyo ni kubwa na imeambatana na upepo mkubwa na imeleta madhara katika maeneo tofauti. Kama eneo hizi kuna nyumba ambayo zimezolewa paa, nyumba za mradi wa mkakati, kuna nyumba za kawaida ambazo zilijengwa na watu binafsi, ziko taasisi mbalimbali, taasisi za dini, sekondari, kuna jiko na kuna maeneo mengi yameharibiwa. Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu tuliwasilisha hiyo taarifa serikalini. Lakini pia tunawashukuru kwa sababu wamekuja kwa muda na sasa tumewapatia hiyo taarifa ili tuweze kutatua. Lakini kuna madaraja mengine, kuna madaraja matatu ambayo yamezolewa na maji. Lakini kuna eneo la bwawa, kipande cha bwawa ambayo ni eneo la kutolea maji, nayo limeguka. Kwa hiyo inaendelea kumwaga maji zaidi ilivyokuwa. Kwa hiyo kulikuwa na madhara mbalimbali ambayo yametokea na hiyo mvua. Maeneo yaliyoathirika ni kama vitongoji viwili. Vitongoji vingine viwili iko salama, lakini Oromoti na kitongoji cha katikati zimepata madhara. Majina naitwa Saruni Keso Mepkori, ndiye mwenyekiti wa kitongoji cha Oromoti. Kipekee kabisa ni mshukuru Mungu kwa sababu haya yote ni mpango wake. Pia ni washukuru serikali kutoka mkoa, wilaya ya Handeni yetu kwa sababu wameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Mungu ajalie, na anajua kwamba haya yote ambayo wamekuja kuona waweka tathmini yatatimia kwa ajili ya uongozi wetu ambao wameweza kufika. Kwa hiyo mimi nipende niwashukuru kwa sababu uongozi wameshatanguliza kusema kimsingi kabisa ni kwamba katika eneo hili la kitongoji chetu kweli ni eneo kubwa ambalo ndio imepata madhara ya mvua hii, lakini kutokana na uongozi imeweza kufika, tunaweza kujua kwamba tunaenda kusema kwamba tunaenda kupata ufumbuzi zaidi